Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awali ya yote tupate kumshukuru kwa wingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha sote kuwepo katika shughuli hii ambayo kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatajwa kwa wingi sana. Tumswalieni mtume. Nchi yetu baada ya siku kama 5 hivi, Jumatano inayokuja insha Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutaingia katika tukio muhimu sana ambalo hufanyika kila baada ya miaka 5. Haijawahi katika kumbukumbu nilizonazo kwamba siku hiyo imewahi kubadilishwa. Inapofika miaka 5, wa Tanzania tunapiga kura kuchagua viongozi watakao tuongoza katika kipindi kingine cha miaka 5. Na isichukuliwe kwamba katika maulidi haya tunakumbushana mambo haya watu wakafikiri kwamba huu ni uwanja wa siasa. Ningependa niangalie wazungu walimtunuku vipi Mtume Muhammad, wakamuona kwamba ni mmoja kati ya watu wa kwanza kabisa duniani. Na hii nimeisoma, kuna Marekani mmoja anaitwa Michael Hart, amemweka mtume wetu kama binadamu wa kwanza duniani kuwapita kina Napoleon, kuwapita kina Jesus kwa umaarufu katika secular na umaarufu katika kuunda dini. Wenyewe wanasema laiti kama hatuamini Qur'ani, wao hawaiamini Qur'ani, lakini Muhammad ndio kiumbe ambaye anaweza akawa ni kiumbe wa kwanza duniani katika viumbe waliopita. Na hii mnaweza mkagugo, siku hizi hizo taarifa zipo kwamba ndio binadamu maarufu sana. Sasa tuchukulie hivyo, yeye naye alikuwa akisifiwa katika uwanja wa siasa kwa sababu naye alikuwa ni mtawala wa aina fulani. Si dhambi kukumbushana masuala haya ambayo tunayazungumza, lakini kilichonifurahisha zaidi ni Sheikh Jongo alivyofanya dua, na hii moja kwa moja ikanipeleka kwenye Qur'an. Mimi sio shekhe, lakini ni Muislamu, nasoma, najua kidogo. Nafikiri surati Al-Ghafir aya ya 60 pale Mwenyezi Mungu anaposema ud'uni astajib lakum. Tulichokifanya hapa ni kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuagiza. Tunapotatizwa na jambo, tunapomwelekea yeye na kumuomba yeye, hakika Mwenyezi Mungu ametuahidi kwamba atatusikiliza. Hivyo mimi ombi langu kwamba kwa kuwa tunakwenda katika uchaguzi, tumefanya maombi hapa, basi iwe ni wajibu wa kila Muislamu atakapomaliza swala zake, atakapokuwa amepumzika au atakapokuwa anasoma Qur'an, akumbuke kuiombea nchi yetu, akumbuke kuombea viongozi wetu. Na tumemtaja hapa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu atupitishe salama katika jambo hili. Sisi sote tuliokaa hapa, hakuna hata mmoja mwenye sura ya kwenda kwenye maandamano. Ukituangalia kila mtu ana shughuli zake hapa, angependa amke salama, akafanye shughuli yake ya kupiga kura salama, arudi nyumbani apumzike. Sasa kuna mtu anaagizwa na mtu ambaye tena hayupo nchini, na huyo mtu tunamuona katika kideo kwenye Instagram akitueleza tutoke. Sasa mwenzetu, wewe tutoke, wewe unatoka,
tutakuwepo? Sasa hapo ndipo tunaposhangaza, lakini kuna watu wengine wanamsikiliza. Mwenyezi Mungu atuondoe katika makundi ya kufuata mambo ambayo hatuna faida nayo. Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu ipite salama na uchaguzi wetu uende salama. Na mimi ndugu yenu, kama alivyosema Sheikh Haji Manara, msimsahau Haji Manara, sijui ni muite, maana sisi wa Magomeni tunajijua, huyu wa Kariakoo, lakini ana ndugu zake wa Kariakoo hapa. Mwenyezi Mungu ajalie naye apite katika uchaguzi aweze kuwa diwani. Na mimi ndugu yenu niombee kwa Mwenyezi Mungu, siku ikifika sisi kwetu tunasema tunatiki. Mwenyezi Mungu atujalie atupitishe salama katika uchaguzi huu. Na watakieni kila laheri. Mwenyezi Mungu awajalie wote baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.